Bwana Mungu ameruhusu tena tuweze kujifunza neno lake, tuweze kuisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16. Mungu ameruhusu. Mungu ameruhusu. Na kwa sababu Mungu ameruhusu, tuwe makini sasa. Tujipe sikio, tuweze kuisikia sura ya 16 ni nini inachotueleza. Msikilizaji, hebu hapo ulipo tuweze kunena na kusali sala ambayo aliyotuachia Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kabla ya kuanza somo hili. Sala ya Bwana, tusali kwa pamoja. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyosamehe wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utukoe kwa ile mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Basi Bwana, turuhusu tuweze kupata usikivu mwema. Roho wako na awe pamoja nasi katika aya hii, katika sura hii ya 16 ya kitabu cha Mwanzo. Tunaomba turuhusu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Okay, karibu sana msikilizaji, mtu wa Mungu ambaye unatamani sana kuisoma Biblia kwa njia ya sauti na unatamani usipitwe. Kuna watu hapa hawataki wapitwe hata na aya moja. Wewe kazi yako ni kufungulia tu redio, ni kufungulia tu pengine simu au vyovyote popote pale, kifaa chako chochote ambacho unachokitumia katika kusikiliza neno hili. Unajua siku hizi kuna vifaa vingi sana unaweza kutumia katika kusikiliza neno hili. So nikukaribishe sana wewe ambaye unapenda sana kusikiliza neno hili kila siku. Unatega hapo na kazi yako ni kupata aya moja au mbili au nusu aya kadiri ambavyo tutakavyokuwa tunafanya. Basi karibu sana 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 tuweze kwenda pamoja katika aya hii, katika sura hii ya 16 ya kitabu cha Mwanzo. Ukikumbuka tu katika sura ya 15 ilikuwa inaonyesha ahadi ya Mungu kwa mzee Ibrahim, ambapo kipindi hiki alikuwa bado anaitwa Abraham, kwamba atapata mtoto na Eleazari sio yeye ambaye atakayerithi mali za Abraham. Anaambiwa kwamba Eleazari hatarithi mali zako kwa sababu nitakupatia uzao. Sio yeye kabisa ambaye atakayerithi mali zako kwa sababu nitakupatia uzao. Na katika ile aya ya 15, tofauti na aya tulioipita, aya ya 15 yenyewe ilisema itakuwa utapata mali au utapata watoto wengi kama vile nyota wa angani. Lakini pia unakumbuka katika aya ya 15 pia ndio iliyotueleza eneo kubwa sana ambalo mzee Abraham alilipewa na Mungu. Eneo hili akiambiwa Bwana utaanzia hapa, utakwenda hivi, utakwenda mpaka mto Frati, utaenda huku. Maeneo mengi sana aliyatajiwa pale, akiomba haya maeneo yote yatakuwa ni ya kwako wewe na kizazi chako. Lakini kabla ya kurithi hapa, kizazi chako kitachukuliwa mateka, kitaenda utumwani katika taifa fulani hivi na kitakaa kwa muda wa miaka 400, na kizazi chako cha 4 ndicho kitakachokuja kurithi hapa. Hiyo ilikuwa ni sura ya 15, ndio ilikuwa inatufundisha hivyo. Sasa msikilizaji, tuende katika sura ya 16 ambayo sasa inatupa mambo mengine mengi zaidi. Katika sura hii ya 16 kitabu cha Mwanzo, tusome kwanza ili tuweze kutimiza ile lengo la kusoma aya nzima. Haturuki kitu, hatuyumbi, tunapita katika hii sura ya 16 ili tuweze kufahamu ni nini kilichoko huko ndani. Basi katika sura ya 16 mstari wa kwanza unaanza kwa kusema hivi. Nitasoma mstari wa kwanza na kuendelea hadi mstari wa 16 ambao ndio mstari wa mwisho wa sura hii ya 16. Anasema, basi Sarai mkewe Abraham hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri.
Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abraham akamtwaa Hajiri Misri, mjakazi wake, baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abraham mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sarai akamwambia Abraham, ubaya ulionipata na uwe juu yako. Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abraham akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mkononi mwako. Mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa, chemchemi iliyoko katika njia ya kuelekea Shuri. Akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Ishmael, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Akaliita jina la Bwana aliyesema naye, wewe u Mungu uonaye, kwani alisema, hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hiyo kisima kile kiliitwa Beer-lahai-roi. Tazama, kiko kati ya Kadeshi na Beredi. Hajiri akamzalia Abramu mwana wa kiume. Abramu akamwita jina lake Ishmaeli, yule mwanawe ambaye Hajiri alimzalia. Naye Abramu alikuwa mtu wa miaka 86 hapo Hajiri alipomzalia Abramu Ishmaeli. Msikilizaji, hapo ndio mwisho wa sura ya 16 ambayo ilikuwa na mistari 16 peke yake. Sura ya 16 ya kitabu cha Mwanzo. Naamini umebarikiwa sana na sura hii kwa siku hii ya leo. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa na sisi tuweze kupata mwendelezo wa kufuatana kusoma neno kwa ratiba maalum ambayo inatufanya sisi tuweze kumaliza Biblia yote. Sasa tumefanikiwa kusoma sura ya kwanza mpaka ya 16. Ni jambo la heri tuendelee hivi mpaka pale ambapo tutakapomaliza Biblia. Lakini na masomo mbalimbali ya kutiana nguvu yatakuwepo humu. Labda lakini nikukumbushe kitu kidogo hapa wa msikilizaji. Umeona historia hii inavyoendelea na masomo mengi, kwamba hapa sasa ni kipindi ambapo Hajiri ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa Abraham anakuja kupata kibali kwa Bi Sarai, yani mke wa Abraham. Anamwambia, bwana wewe, hebu fanya utaratibu sasa, ulewe na umzalie mume wangu mtoto, kwa sababu huyo mtoto utakayemzaa atakuwa ni wa kwangu.
ulikuwa ni utamaduni wa kawaida kabisa kwamba ikiwa mfanyakazi akizaa mtoto ndani ya familia ya bosi wake, huyo mtoto anakuwa sio wa kwake bali ni mtoto wa bosi wake. Na ndio maana sasa unaona Sarai anasema, hebu sasa Abrahamu mume wangu, zaa na mfanyakazi wangu kwa ili nipate uzao. Kwa sababu ulikuwa ni utamaduni wa kawaida sana kipindi hicho kwamba mfanyakazi akipata mtoto katika nyumba ya bosi wake, yule mtoto si wa kwake bali ni mtoto wa bosi wake. Lakini kumbe sasa Hajiri alipoona kwamba amepata ujauzito alafu Bisara hana, akaanza kuleta dharau. Biblia inasema Hajiri akamwona Sarai yuko ni duni sana, ni mtu wa chini, akamchukulia poa yani. Baada ya kufanya vile, sasa ndipo Sarai anaanza kuleta malalamiko kwa mume wake. Yani nimekupa tu, yani beki tatu huyu nimekupa I say, alafu unaanza beki tatu amepata mimba sasa hivi analeta dharau kweli? I say Mungu amue kati yangu mimi na wewe. Yani haiwezekani mtu ambaye nimekupa tu ili aweze kuzaa mtoto I say alafu analeta dharau. Kweli? Abraham anasema bwana, usinigombanisha na Mungu bwana. Huyu si mfanyakazi wetu. Fanya ambacho unachoona ni kizuri, fanya kwake. Fanya kitu chochote unachoona ni kizuri machoni pako. Mfanye chochote. Sasa hapa mwanamama huyu sasa ndipo akaanza kumtesa sana Hajiri. Mpaka Hajiri akaona isiwe shida, anataka kukimbia, na kweli akakimbia. Lakini tunaona alipokuwa njiani akaambiwa na malaika wa Bwana, rudi ukajinyenyekeze. Hili ni somo lingine. Unataka kukimbia, lakini kumbuka kule unakimbia kwa sababu ulileta dharau, na ndio maana akaanza kukutesa. Ungisingeleta dharau kule wala asingekutesa, Bisarai angetulia. Rudi ukajinyenyekeze mikononi mwake. Huna sababu ya kukimbia. Rudi ukarekebishe matatizo. Matatizo hayakimbiwi. Rudi ukarekebishe matatizo ambayo umeyatengeneza kule. Unakimbiaje? Yaani umemletea dharau mtu ambaye ameolewa, ndoa yake halali. Akaona sasa angalau ili wewe uweze kuzaa, apate mtoto. Lakini umepata ujauzito, unamchukulia yeye poa, unamdharau kwa sababu hana mimba. Alafu sasa anakutesa, badala ya kujirudi wewe unakimbia. Rudi ukajinyenyekeze kwa bosi wako. Ndivyo Biblia inavyosema. Lakini msikilizaji, hebu nikuulize, hivi Bi Sarai mke wa mzee Abraham angekuwa leo hii ingekuwaje? Angeweza kweli hivi kweli mwanamke wa leo anaweza akasema kwamba mume wangu nimeshindwa kupata mtoto, hebu lala na mfanyakazi ili tuweze kupata mtoto? Hivi siku ya leo inawezekana? Inawezekana kweli? Ni jambo gumu sana, lakini anyway si somo letu sana, lakini somo la hapa ni unyenyekevu. Yapo mengi, lakini hebu ondoka na hili moja. Usikimbie hilo tatizo. Kuna sehemu umegombana na bosi na tatizo ni wewe. Wewe ndiwe ambaye umeanza ukorofi. Kuna sehemu umekosea akakugombeza. Usikimbie wala usitoroke. Rudi ukajinyenyekeze mikononi mwake. Kuna mambo ambayo kuna jirani ambaye sasa hivi huongei naye, lakini wewe ndiwe chanzo. Wewe ndio alikuazimisha vitu alafu ukaamua kutokurudisha, mpaka yeye akaja na ghadhabu, amekasirika na kuja kuchukua vitu vyake. Akaongea maneno mawili matatu na ukamjibu hash badala ya kujishusha. Kwani wewe hujaki kuazima vitu kwangu na kadhalika, maneno mengi, alafu mkafikia level ambayo hamuwezi hata kuongea tena. Tatizo lilikuwa ni wewe. Wala usikimbie, usikatae kumsalimia. Rudi jinyenyekeze kwa bosi wako. Ndivyo Biblia inamwambia, inasema malaika wa Mungu anamwambia Hajiri, rudi ukajinyenyekeze kwa bosi wako. Anatumia bibi, nenda ukajinyenyekeze kwake. Tatizo hilo ni wewe umelisababisha, umeleta dharau. Rudi ukajinyenyekeze. Na mimi nakwambia msikilizaji, rudi ujinyenyekeze mahali ulipokosea, wala usikimbie. Huna sababu ya kununa, kutokusalimia, huna sababu ya kumkimbia bosi, huna sababu yoyote ile msikilizaji. Hebu rudi ukajinyenyekeze, lakini pia zaidi rudi ujinyenyekeze mbele za Bwana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.